Anabun krikati homo mere nandumo ojumanya. Anabun krikati olo nandumo ojumanya. Chukwu meriya ngenyegi ekele. Chukwu rọrọ ngenyegi otuto. Chukwu imela. Olilulu di mumba. Chukwu imela. Imera sobwe mo. Chukwu imela. Na nekene kamujibia. Chukwu imela. Ori bolo di mumba. Chukwu imela. Ncheti omineme. Odi kwa mobi machukwu.
wetu na Mungu wetu, twasema ni asanti. Twakushukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi, umetukumbuka, umetutembelea siku ya leo. Najua tayari umebariki watu wako Bwana Mungu wetu na Baba wetu. Mtumishi wako anaposimama, toba ukamtumie kama chombo iliyotakasika katika jina la Yesu. Mpe usemi Bwana, na umpe ufunuo. Toba kusikia kile kiko mawazoni mwako. Toba kusikia kile mapenzi yako siku ya leo. Give him a rhema word, my Father, in the mighty name of Jesus. Open our hearts that you hear your oracles, oh God. Teach us and counsel us, oh God. We open our hearts, oh God, and it is in Jesus' name we pray and believe. Amen. Tupige makofi mtumishi wa Bwana anaposimama. Hallelujah. Karibu sana. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Ngetaka kila mmoja asimame ili tuweze kusema amen. Bwana asifiwe. Amen. Naomba kanisa kila mmoja inue mkono aseme Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Chapieni Bwana makofi kwa sababu Mungu wetu ni mwema. May God bless you. Be seated. Na karibuni sana kwa neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa majina naitwa mchungaji David Bless, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na nimefurahi sana wakati napowaona namna hiyo, kwa sababu kwa kweli ni muda hatujakuwa pamoja nanyi. Yenyewe ni karibu mwezi, sijui kama ni miezi 2 ama ni 1 tangia kulipoingia lockdown, na sasa mpaka church zikawa locked. Na watu wengi sasa kila mtu akaenda na Mungu wake, na kila mmoja akawa peke yake. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu ninaona kanisa la nyumbani liendelea, na wale wote ambao walikuwa wakitufuata kwa online walikuwa wakibarikiwa. Lakini nimefurahi sana wakati ninapowaona namna hiyo, kwa sababu ushirika ni wa muhimu sana. Nashukuru nafasi hii kusema ni asante sana hata kwa ajili ya uongozi wa serikali ambao wamekubalia mara tena kanisa lifunguliwe. Nami nataka kutangaza kama mtumishi wa Mungu ya kwamba yale yote ambao Mungu anataka tuyatende tutayatenda, na mambo yatakuwa sawa, na makanisa yatafungwa tena, kwa sababu ni mapenzi ya Mungu tuwe na shirika katika jina la Yesu. Na ni mapenzi ya Mungu tena hatutagojeka. Na ni mapenzi ya Mungu kutuondolea shida. Na ni mapenzi ya Mungu kukaa sawa. Na ni mapenzi ya Mungu wewe unakaa na maisha ya raha na unafanya kazi zako sawa sawa, kwa sababu hiyo ndio urithi wa watakatifu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nimefurahi sana niseme ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi, na amenifurahisha sana hata wakati ninapowaona namna hiyo. Nami nataka kuhakikishia kwamba mambo ni sawa, kwa sababu Mungu wetu ni mwema na Mungu ni pamoja nasi. Wakati nilipokuwa nikimuomba Mungu anipe neno, yeye alinipa tu neno la kushukuru. Mambo ni mengi sana yale ambao Mungu wetu angeniambia ni yanene, ama yale huwa tunayanena, lakini siku ya leo tunataka kushukuru, kwa sababu tuna kila sababu ya kumshukuru huyu Mungu wetu. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba wakati unapotendewa jambo lolote, liwe jambo dogo, liwe kubwa, sema thank you. Na kwa yule ambao unamwambia asanti, anafurahi sana. Na ndiposa unaona katika Ulaya mtu anapotendewa jambo lolote wanasema thank you. Hata kama ni kupewa maji, hata kama ni kupewa chochote, hata kama ni kuoneshwa pahali ukae, unasema thank you. Bwana asifiwe sana. Sasa tunataka kumwambia Mungu ni asanti kwa sababu ya kuturejesha mara tena katika hekalu lake. Katika makanisa nafurahi sana sababu Kenya nzima sasa makanisa imefunguliwa, na hata ningeomba mpaka dunia nzima makanisa ikae ikiwa wazi. Kila mmoja ambao wako na mzigo wa maombezi awe akiingia bila kufuatwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu sisi ni wapenda amani, na sisi ni watu ambao tunatii, na tunataka jina la Bwana na lisifiwe na litukuzwe katika jina la Kristo Bwana. Na kwa sababu siku ya leo ni ya Thanksgiving, na ni kumshukuru, sio hata kwa kuleta vipawa, bali tumshukuru hata kwa mioyo yetu na miili yetu, kutoa ibada ya shukrani, kumwambia wastahili, kwa sababu kwa kweli tunajua yale ambayo yalikuwako, lakini tuko na kila sababu ya kumshukuru huyu Mungu wetu, kwa sababu ametutendea mambo mazuri katika jina la Kristo Yesu. Tutaona neno la Mungu katika kitabu cha Psalms. Ukisoma
imetuambia mambo mengi sana, mambo ya kushukuru. Hata ukisoma 116, hata kuanza mstari wa kwanza 1 uruke mpaka 8, 9, 12, inaongea sana sana kuhusu kushukuru. Nami ninataka kudwell kwa hali ya thanksgiving, praise and thanksgiving wakati tunapoingia katika nyumba ya Mungu. Nami najua ya kwamba Mungu atatubariki na Mungu atatusaidia. Tumeona mkono wa Bwana wakati tulipokuwa kule nje, na hata tutaona mkono wa Bwana hata wakati tuko ndani. Na huyo Mungu alitusaidia tukiwa nje, ni atatusaidia hata tukiwa ndani, na jina la Yehova na lisifiwe. Tasoma 116 Psalms verse 1, alafu tutaruka kidogo. The Bible says, love the Lord. I love the Lord because he has heard my voice and my supplication. Hiyo peke yake. Hallelujah. Nampenda Bwana kwa kuwa amesikiza sauti yangu na dua zangu. Mimi naona Mungu amesikia kilio cha Wakenya. Amesikia kilio za watakatifu kwa sababu walimuomba Mungu, naye Mungu amesikia dua zetu. Si tuko na kila sababu ya kumwambia Mungu ni asanti kwa sababu umesikia dua zetu. Kwa kweli tumeona vile unatenda watu wako, na vile unawainua, na vile unawatembelea kwa njia ya ajabu. Pokea shukrani zote, na macho yetu na mioyo yetu imejaa shangwe na furaha kwa sababu Mungu umetutendea mambo makubwa katika jina la Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Mstari wa 12 unasema ya kwamba, what shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? Sasa hili ni swali. Mimi nikiwa Mkristo, mimi nikiwa mtu, mimi nikiwa mama, ni nini nitaweza toa nikiwa mshirika mbele zake Bwana kwa wema huu wote ambao amenitendea? Wakati kulifungwa na kila mtu akajikaisha, wakati magonjwa yaliingia Afrika, mimi Mungu umenilinda. Ikawaje nimeyapitia, ikawaje nimegonjeka, ikawaje kuna challenges nyingi, Mungu ni nini nitaweza kutolea? Sasa huyu mwandishi wa Biblia anasema ya kwamba, what shall I render unto the Lord for all his benefits towards me? Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Bwana asifiwe. Sasa hata utaweza angalia mwenzako, ama uangalie watoto, uangalie kila mmoja, umwambie sasa, Mungu ni nini nitaweza kutolea kama sadaka za kuoneshana ya kwamba nimefurahi kuniweka hai siku ya leo, ya kwamba ni mimi ninakusifu, ninalitukuza jina lako kwa sababu umenifisha. Hallelujah. Wakati napo watazama namna hiyo, kuona vile Mungu amewafisha na vile Mungu amewasaidia. Ni wengi sana wameangamizwa na hii pandemic. Ni wengi sana wanarara njaa. Ni wengi sana wamehangaika. Kwa hivyo tuko na kila sababu ya kumshukuru Bwana. Nasi tunajiuliza, what shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? Sasa mstari wa 13 uko na jibu. Praise the name of the Lord. 13 nasema ya kwamba, I will take the cup of salvation. Kwa hivyo kikombe cha wokovu, na wewe ambao hujaokoka sawa sawa, na wewe ambao unataka kuokoka, na yule ambao hajaokoka sawa sawa na kusimama, sasa chukua kombe. Hallelujah. Chukua kikombe chako cha wokovu. Umshukuru Bwana, umwambie Bwana, mimi nimepeana maisha yangu kwako, ninataka kuongozwa na wewe na unisaidie katika jina la Yesu. I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Kwa hivyo utachukua kombe la wokovu na uliitie jina la Bwana. Mstari wa 14 unasema ya kwamba, I will pay my vow unto the Lord now in the presence of his people. Praise the name of the Lord. Hata ni muda hatuna, kila mmoja ataweza simama na amtukuze Bwana na wimbo. Kila mmoja ataweza simama na aseme na astahili Bwana, huyo ambao ni mwokozi wangu, huyo ambao ni msaada wangu wa karibu, kibirio wakati wa mahitaji. Praise the name of the Lord. Biblia inasema ya kwamba usiogope kumshuhudia. Usikose kusema ya kwamba isipokuwa ni Bwana aliyekuwa upande wa familia yangu, isipokuwa ni Bwana alisimama nami, hata nami ningeangamia. Kwa hivyo kuna kila sababu wewe umshukuru Bwana kwa haya yote ambayo amekutendea. Wewe wajua watu wengi wanafikiria kutendewa ni kuwa na pesa nyingi. Hapana, atakuwa na afya, kuwa vile ulivyo. Mshukuru Bwana. Bwana asifiwe sana, kwa sababu hiyo ni kipawa ambao Mungu wetu amekupa, na ni kipawa cha uzima. Biblia inasema ya kwamba, I will pay my vow. Weka nadhiri zako sawa sawa unto the Lord now in the presence of his people. Kwa hivyo wakati hata wa sacrifice na wakati wa thanksgiving,
Wewe jionyeshane mbele za Bwana na hata mbele za watu, uambie kwamba Mungu wako anaweza. Haleluya. Na mimi naona kila mmoja ako na kila sababu ya kumshukuru Mungu, kwa sababu Mungu wetu ametushidania na Mungu wetu ametutenda mambo mazuri sana. Mstari wa 17 unasema ya kwamba I will offer unto thee the sacrifice of thanksgiving, and will call upon the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. I will pay my vow unto the Lord now in the presence of his people. Sasa hiyo ni kurudia. Yeye anasema mimi sina kila kitu kingine, bali nitatoa sadaka kwa kushukuru mbele za mataifa, mbele za majirani, mbele za watu wote, ili kujulikane ya kwamba kuna Mungu mbinguni ambao anasaidia watu wake katika jina la Kristo Yesu. Biblia inasema katika kitabu cha Psalm sana, nalifurahi sana wakati waliponiambia twendeni nyumba la Mungu. Mimi naona wakati kulipotangazwa ya kwamba makanisa imefunguliwa, kila mmoja ambao anapenda Mungu, ambao anapenda ushirika, alifurahi sana. Aliona ni kama kanisa hazijawahi funguliwa ama kanisa hazijawahi kuwako, sasa ndio zimekuwako katika jina la Yesu. Kwa hivyo ni vizuri sana kukaa tukimfurahia Mungu na kumshukuru kwa yale makubwa ambao ametutendea katika jina la Kristo Yesu. Biblia inasema katika kitabu cha Psalms 137, ni wakati Israeli walitekwa nyara. Hata huo wimbo mumeibiwa na huo mgeni. Na ni vizuri sana, mimi najua watu walikaa na huzuni sana. 137 Psalms, Biblia inasema namna gani? 137, Biblia inatuambia kwamba by the rivers of Babylon there we sat down, yeah we wept when we remember Zion. Bwana asifiwe sana. Mimi najua kulikuwa na kilio kingi sana wakati makanisa yalikuwa yamefungwa. Watu walikuwa wakipita hapo wanashindwa, hii ni kanisa ama ni go down ama ni nini? Nyumba ya Mungu inakaa ikiwa imekaa kimya. Na Biblia inasema ya kwamba wakati wana wa Israeli walipotolewa Zayuni, na Zayuni ilikuwa nyumba ya mkate, Biblia inasema ya kwamba kato ya mito ya Babeli ndiko tuliketi, tulikalia tulipokumbuka Sayuni. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu wetu ametusaidia sana na ametubariki. Na siku ya leo tunamshukuru na kumuimbia na kumtukuza kwa sababu ametutendea mambo makubwa. Biblia inasema ya kwamba we hang our harps upon the willow in the midst thereof. Bwana asifiwe sana. For there they that carried us away captive required of us a song, and they that wasted us required of us made, saying, sing us one of the songs of Zion. Nasi tulilia sana wakati tunapokumbuka Zayuni. Na wale ambao walituteka nyara walituambia, tunajua ya kwamba nyinyi ni watu wa nyimbo, nyinyi ni watu wa kumsifu Mungu wa Zayuni, tunataka mtuimbie, mnataka mtukuze Mungu wa Zayuni mkiwa katika nchi ya ugeni. Na Biblia inasema ya kwamba walidhihakiwa sana, nao waliweka kando vinumbi vyao, drum set zao, vinanda zao zote wakazihang na wakaziweka kando, na wangeweza kumtukuza Bwana. Na Biblia inasema ya kwamba nao wakawajibu wakawaambia, how shall we sing the Lord's song in a strange land? Kwa hivyo hakukuwa na kicheko, hakukuwa na furaha wakati kulikuwa na mateso, wakati kanisa zilikuwa zimefungwa, wakati kulikuwa na shida kila pahali, watu hawako wakifurahi. Ninataka kuambia ya kwamba wapendwa, tukae tukimtukuza Mungu wetu, tukae tukifurahi na huyu Mungu wetu, kwa sababu Mungu wetu ni wa ajabu na baraka zake ni za milele na milele. Na kwa sababu sasa tumerudi katika kanisa la Bwana, praise the name of the Lord. Shangwe na vigeregere zinatakikana zinasikika katika jina la Yesu, mpaka mataifa wajue ya kwamba Mungu ametutendea. Kwa hivyo wapendwa, wakati mnapopata nafasi, mnakuwa na nafasi nzuri sana, hata kama ni saa, hata kama ni saa moja, hata kama ni dakika 5, wewe mtukuze Bwana. Tukuze Bwana ukiwa nyumbani, katika shirika, ukiwa kazini mwako, msifu Mungu kwa sababu anastahili shukrani katika jina la Kristo Yesu. Haya mambo ambayo yalitendeka siku za zamani yalikuwa yametendeka. Wana wa Israeli wakapelekwa katika utekani, pahali tumesoma, na wakashekelewa sana na wakadhihakiwa, wakaambiwa tuibieni sifa za Mungu wenu wa Zayuni. Wakasema hatutaiba. Hata nami najua ya kwamba hakukuwa na kicheko, hakukuwa na furaha wakati kanisa zilikuwa zimefungwa zote, wakati hakukuwa kunasikika nyimbo za Mungu wa Zayuni katika madhehebu. Lakini Bwana na asifiwe,
sasa inatakiwa isikike, hata kama itawezekana kutoka asubuhi mpaka jioni, watu wamsifu Mungu wa Zayuni, kwa sababu huyu ndiye Mungu wetu. Hallelujah. 126 verse 1. Biblia inasema ya kwamba, Psalms 126 verse 1, when the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dreams. Hallelujah. Mimi ninaona kwa sababu Mungu ameturejesha kanisani, hata nami ninaona ni kama kuota, kwa sababu mwezi mzima ama karibu 2 watu walikaa bila kuonana. Hata sasa mimi naona ni kama doto. Praise the name of the Lord. Na hizi doto zimekuja to reality. Bwana asifiwe, kwa sababu makanisa hayatafungwa tena, kwa sababu Mungu ataleta tiba. Mungu atawasaidia, hata ameshaleta, ameshaponya economy, ameshaokoa watu wake katika jina la Yesu. Hao waliona ni kama doto wakati walipotolewa kutoka 137. Sasa hapo wamerudishwa. Biblia inasema ya kwamba waliona ni kama doto. Praise the name of the Lord. Hata nasi tunaona makanisa yakiendelea namna hiyo ni kama doto. Hata vile umeokoka na vile Mungu amekusaidia na vile Mungu amekuponya ni kama doto. Biblia inasema ya kwamba when the Lord turn again the captivity of Zion, we were like them that dreams. Bwana asifiwe sana. Walikuwa na dream kwa sababu hawagetarajia mambo kama haya yataweza tendeka. Then was our mouth filled with laughter and our tongue with singing. Then said they among the heathen, the Lord has done great thing for them. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunatakiwa, na namshukuru Mungu kwa sababu mlitangulia kusifu na kusifu. Wakati wa kusifu ulikuwa mkubwa sana. Mkamuinua Bwana mpaka wale ambao wanapita, mpaka wale ambao wako na magari, mpaka wanashangaa na wanashindwa ni nini, kwani leo kuna furaha aina gani? Na mtu ukikutana na yeye muambie ni kwa sababu mmerejeshwa katika hekalu la Mungu, mumsifu Mungu wenu. Biblia inasema ya kwamba majirani wale ambao hawamjui Mungu, kwa sababu kulijao na kisheko na nyimbo, waliuliza kwani kumetendeka namna gani? Nao wakasema ya kwamba the Lord has done great thing for them. Praise the name of the Lord. Biblia inasema ya kwamba ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Ndipo waliposema katika mataifa, Bwana amewatendea mambo makuu. Nami nataka kuambia kwamba Bwana ametutendea, si amewatendea, ametutendea mambo makubwa. Hebu angalia mwenzako aliye karibu nawe na umpe smile, ikawaje uko na barakoa, mwambie Bwana ametenda mambo makubwa. Haleluya! Huyu ndiye Mungu ambao tutaishi kwake kabisa. Tumefurahi na kucheka na kuchangilia kwa sababu Baba ametukumbuka. Yeye ametutendea mambo ya ajabu katika jina la Yesu. Mstari wa 3 unasema ya kwamba the Lord has done great thing for us, therefore we are glad. Mungu ametutendea mambo makubwa, diposa tunafurahi. Kama ni mama naiba, kama hata iba tena, mzee anaruka, vijana wanaruka, watoto wanafurahi kwa sababu Mungu ametutendea mambo makubwa katika jina la Yesu. Biblia ni nzuri sana kwa sababu inatubariki, inatusaidia kukaa tukikesha, kukaa tukimngojea Bwana, kwa sababu Mungu wetu ni mwema na Mungu wetu ni wa ajabu katika jina la Kristo Yesu. Kwa hivyo nyimbo zikuwa kwa wingi, kuongea kukiwa kwingi na kusema vile Mungu ametutendea, hilo jambo linatakikana na Mungu anafurahishwa na watu wale katika jina la Kristo Bwana. Bwana asifiwe. Asubuhi wale ambao walikuwa kwa social media, nilikuwa nikihubiri kuhusu neema na nikasema the grace of God. Hiyo ndio ilifanya sisi zote tuokolewe. Na wewe ambao hujaokoka ujue ya kwamba tuliokoka kwa sababu ya grace. Na grace ndio inatubeba, na neema ndizo zinatubeba. Kama ingekuwa sheria, hakuna yeyote angeweza kufuata sheria. Na ndio unaona hata sheria ikiambiwa mkuje saa 4 kamili kanisani ama saa 3, wengine wanakuja saa 3:30, wengine wanakuja mpaka saa 5, kwa sababu hiyo ni sheria. Naye Mungu kama angeweka sheria, alikuwa ameweka sheria namna hiyo, lakini ikarudi ikaondolewa, hakuna yeyote angeokoka. Lakini sisi tuamshukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu tumeokolewa kwa neema katika jina la Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Hebu fungua Biblia yako katika kitabu cha Yohana. Sasa kumshukuru na kulihimidi jina la Bwana na kusema ni asanti. Na mjue ya kwamba ni kumshukuru tu Mungu, lakini hili neno likapitia katika mawazo yangu ili nikuambia kwamba tumeokolewa kwa neema, na hata tutakaa manyumbani kwa neema. Hata ni neema ilitubeba wakati tulipokuwa manyumbani, na hata wokovu tutaendelea kuupata kwa sababu ya neema.
Biblia inasema John chapter 1 verse 17, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Hallelujah. Sheria ilikuja na Musa. Bwana asifiwe sana. But grace and truth came by Jesus Christ. Kwa hivyo sheria ililetwa na Musa. Na ndiposa unaona Israelite na bakubwa wale walitolewa Misri hata hawakufika Canaan, isipokuwa ni Caleb na Joshua. Bwana asifiwe, kwa sababu waliambiwa wafuate sheria lakini wakafuja zote. Hata ahadi ama Torati zile zilipeanwa 10 na Mungu. Hata Musa alifika akakuta wameharibu kila kitu, hata yeye akazivuja zingine. Kwa hivyo neema, sisi tumeokolewa kwa neema. Praise the name of the Lord. Na kwa neema ndiposa tunakaa na furaha na wokovu katika jina la Kristo Yesu. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ our Lord. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila mmoja amequalify kuwa na hii neema. Ukiwa umeokoka, uko na hiyo neema. Na tembelea katika hiyo neema, naye Mungu atakusaidia na Mungu atakutenda mambo makubwa katika jina la Kristo Yesu. Hiyo neema itakusukuma mbele. Wewe tamani sana kutembea na neema. Kubali sana uwe ukitenda mambo yote kwa neema, naye Mungu wetu atakusaidia na atakutenda mambo makubwa katika jina la Kristo Yesu. Na kwa sababu ninakaribia sasa kumalizia, lakini hii neema na ikubebe. Bwana asifiwe sana. Si hii neema ibebe kila mmoja wetu, kwa sababu sheria itatuangamiza, na hiyo iliangamiza wengi. Lakini sasa sisi ambao ni wa kizazi hiki tunatembea kwa neema, lakini tusitumie neema vibaya. Kama ni kuokoka, tuokoke kwa sababu ya neema, na sio kila mmoja ajivunie wokovu kwa sababu sio nguvu zake ama bidii zake, bali aliokolewa kwa neema katika jina la Kristo Bwana. Titus, andika tu hapo haraka haraka ili turudi pahali nilikuwa ninasema. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema Titus chapter 2 verse 11, for the grace of God that bringeth salvation has appeared to all men. Bwana asifiwe sana. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, rationally, and godly in present world. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba hii grace ambayo ilikuja na Yesu Kristo, Biblia inasema ya kwamba ya kwanza inatuletea wokovu. For the grace of God that bringeth salvation has appeared to all men. Kwa sababu neema ile ambayo ilikuja na Yesu Kristo inatuletea wokovu. Mstari wa 12 ukiwa umeokoka. Hallelujah. Uchunge sana na ushike hiyo sana sana. Hata kama kuna grace, unatakiwa sasa hiyo grace inakuonya, inakusaidia, inakusimamisha na unakaa na maisha ya uteua. Biblia inasema ya kwamba kwa sababu ya nayo sasa grace nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Hiyo grace peke yake nayo inakufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, upate kuishi kwa kiasi na haki na utaua katika ulimwengu huu. Yako imesema katika ulimwengu huu wa sasa. Bwana asifiwe sana. Sio ulimwengu uliokuwako. Hiyo grace inakusaidia ili uweze kuishi na maisha ya uteua na kumuogopa Bwana na kuepukana na dhambi katika ulimwengu huu. Ulimwengu uko na shida sana. Kwa nini? Mtumishi wa Mungu aliandika haya maneno akitumiwa na Roho wa Bwana. Alijua watu wameokoka, wako na grace ya Mungu, lakini wanaendelea kufanya dhambi. Nami nataka kusema ya kwamba tunamsifu Mungu na kumtukuza na kuliinua jina lake. Naye hii grace, hallelujah, nayo yatufundisha. Bwana asifiwe. Ninataka hiyo grace ifundishe kila mmoja wenu. Hiyo grace ifundishe wazee. Hiyo grace ifundishe wamama. Hata vijana wafundishwe na hii grace. Nayo yatufundisha kukataa. Kwa hivyo kuna kufundishwa, hao watu wameokoka. Umeokoka lakini hii grace inakufundisha kukataa. Hallelujah. Ukiona mtu hakatai, akiingia kwa dhambi anafanya, anahitaji grace. Hebu angalia mwenzako uone kama anasaidiwa na grace. Bwana asifiwe. Hata ukikutana na mtu mwambie, "Oi, na grace ikusaidie." Mimi naona pahali unapita unahitaji grace ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Ili unakataa mabaya. Si Mungu ni mwema na wokovu ni mzuri. Hallelujah. Tukishaokoka tunapewa grace. Praise the name of the Lord. Na hii grace inafanya namna gani? Nayo inatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Tamaa za kidunia ni gani?
Niangalieni vizuri. Alafu sasa uangalie kado na kado. Useme lazima tukatae tamaa za kidunia. Haleluya. Kwa sababu wokovu uko na maadui wengi. Lakini grace inatubeba. Tukiwa town tunabebwa. Tamaa za kidunia ni kuona pombe ikiwa nzuri, pengine ulikuwa mlevi. Unaangalia namna unataka kuingia, unaambiwa na grace wewe kuja wajana hiyo. Bwana asifiwe sana. Pengine wewe ulikuwa mtu wa kukatakata kona kule vijijini, lakini grace kwa vile uliokoka, ukienda tu namna hiyo unaambiwa wewe kuja kijana. Bwana asifiwe sana. That grace. Hallelujah. Ninaomba kanisa la BVC tuwe na that grace ili tuendelee kushinda tamaa za kidunia. Na ziko. Kwa nini zinaandikiwa watu ambao wameokoka? Tamaa ziko. Biblia inasema ya kwamba ili hii grace, hata kama wazee mnasikia kiu kuona kwa sababu uko na macho ona, lakini grace inakufuta. Hata unasema hapana niliokoka, na hata unapita. Hallelujah. In Jesus mighty name. Biblia inasema ya kwamba nayo hii grace inayotufundisha kukataa tamaa za kidunia. Bwana asifiwe sana. Tupate kuishi kwa kiasi. Kuna watu waishi kwa kiasi. Lazima uwe na boundaries. Kuna pahali unatakiwa ufike na kuna pahali unatakiwa usiingie. Kwa hivyo tupate kuishi kwa kiasi na haki. Kuna watu wadanganyifu sana hata kama wameokoka, wajeni hiyo maneno. Hii grace itakusaidia. Usiwe mtu wa kusema ya kwamba ate ninakuja, ate nimeingia kwa gari, hujaingia kwa gari. Ate wewe ningoje hata zaidi na kuwa. Wajua kuna watu wanawadanganya mtu. Kwanza maneno ya simu. Mtu anasema ya kwamba na yule Bwana asifiwe sana. Hiyo maneno grace itusaidie. Ambia mwenzako hiyo grace itusaidie. Kwa sababu roho wameona watu wamedanganyana sana. Kudanganyana sio kuanguka, lakini Biblia inasema grace ikusaidie kuacha. Bwana asifiwe sana. Kila tamaa na udanganyifu. Mtu anakuambia hata niko karibu kufika, hata hajaingia kwa gari. Hako tu kwake. Hata wewe unioni. Sasa huyo mtu anapiga simu na anaona huyo mtu pale. Anasema hata mimi hata niko karibu, na yeye anamuona tu pahali yako. Bwana asifiwe sana. Tuwe tukiongea kwa sababu ya grace, kujua ya kwamba tunadanganya ama hatufanyi katika this present world, kwa sababu iko na mambo mengi sana. Na haki na utaua katika ulimwengu huu wa kisasa. Huu ulimwengu wa kisasa uko na mambo mengi sana, na inatuharibu na inafanya Ukristo wetu, Bwana asifiwe sana, tusionekane kama tumesimama. Tuwe watu straightforward na Mungu atatusaidia. Bwana asifiwe. Hata kama unaongea na simu, wewe sema ukweli. Hata afadhali uambie mtu mimi nakuja, usimwambie niko hapo karibu. Hata mtu unakupigia simu unasema siko, na huyo mtu anakuona. Niambie huyo mtu ako hapa anakupigia simu. Mama kama huu, habari yako? Uko nyumbani? Hapana, hata niko Nakuru town. Na yeye anakuona huko kwako kwa mlango. Sasa huyo mtu hata kama ataenda atasema huyo mama ni muongo, ama huyo baba ni muongo sana. Hallelujah. That grace itukomboe. Hata nyinyi watu wa online mkombolewe. Bwana asifiwe sana. Wewe ongea yale ambayo unafanya, usiongee yale ambayo ufanyi, in Jesus mighty name. Lakini grace inatuokoa, inatukomboa kwa hayo mambo ambayo ni ya kikawaida katika jina la Yesu. Mstari wa 13 unasema ya kwamba looking for the blessed hope. Sasa tukishakombolewa kwa maisha haya ya kusema yale na yale, Biblia inasema ya kwamba looking for the blessed hope at the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Tukimtazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mkombozi wetu. Bwana asifiwe. Hiyo grace, mimi ninaomba ushirika wetu tuwe na that grace. Na ukiwa na that grace, dhamiri yako ama dhamira yako, ukitaka kufanya hii inakufuta, ukitaka kufanya hii inakuongoza namna hiyo. Utakuwa very sensitive katika roho, katika jina la Yesu. Wale waliokoka juzi mpate hiyo grace. Wale ambao waliokoka zamani, pateni hiyo grace katika jina la Yesu. Do not take it for granted salvation. Bwana asifiwe. Hata grace ya Mungu, hiyo ndio inafanya hata tuishi katika ulimwengu huu wa kisasa. Hata Paulo alisema ya kwamba Mungu anakupea hiyo grace ambayo ya kukataa dhambi za kila namna na kuwa na kiasi na haki na utaua katika ulimwengu huu wa kisasa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo huu ulimwengu wa digital, Bwana asifiwe sana, and godly in this present world. Hii present world Paulo aliiona kwa kiroho.
akaona wakati wa dijitali, wakati utakapofika, watu watakuwa danganyifu sana. Wameokoka lakini watakuwa wakisema mambo ambayo sio ya kweli katika jina la Kristo Yesu. Sitadwero tu hapo, hiyo ingine itakuwa mafundisho ya wale ambao wameokoka na kukaa na maisha ya uteua, tukimngojea Yesu Kristo katika jina la Kristo Bwana. Tutaona neno la Mungu katika kitabu cha Yeremia 30. Hiyo ni kupitia, tulikuwa napitia ili tusikie habari ya grace na vile itakuwa ikitubeba na kutuinua katika jina la Yesu. Ili wakati tunapokuja mbele za Bwana tukimsifu, tunamsifu tukiwa tunafurahi, tukiwa tunajua kwamba tuko na control ya Roho Mtakatifu katika jina la Kristo Yesu. Bwana apewe sifa. Mungu wetu ni mwema. Biblia inasema katika Yeremia 30 verse 5. Ni maneno ambayo ni mzuri sana. Na programa alisema ya kwamba na wakasikia sauti. Wale hawasikii, wale ambao wanaenda, Mungu hasababishi wasikie sauti, lakini pahali Mungu anataka sauti isikike, hapo ndio anagonga kama ni vita kubwa sana, lakini wale wanaona ni kama kawaida. Kwa hivyo kuna sauti ambayo inakutetea, kuna sauti ambayo inapigana vita yako, na ninaomba kila umoja atumiwe hiyo sauti na mgurumo, ili maadui zako zote watawanyishwe katika jina la Kristo Yesu. Katika Yeremia 30 mstari wa 5, Biblia inasema ya kwamba, for thou says the Lord, we have heard a voice of trembling, of fear and not of peace. Bwana asifiwe sana. Na Biblia inasema ya kwamba, for thou says the Lord, we have heard a voice of trembling, of fear and not of peace. Maana Bwana asema hivi, tumesikia sauti ya tetemeko na ya hofu, wala si ya amani. Hiyo sauti isiwe kwa boma zenyu. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba nimesikia sauti, na hiyo sauti ni baya sana, kwa sababu ni ya hofu, ya kuogofya, ya kutetemesha. Bwana asifiwe. Hiyo ipotee kabisa, iingie katika kambi za maadui, in Jesus mighty name. Mungu akutumia malaika ambao watalete hofu na sauti ambao italete mtetemeko kwa maadui zako, ili wakukimbie na wakuondokee katika jina la Kristo Bwana. Mstari wa 8 unasema ya kwamba, for it shall come to pass in that day, and that day is today. Bwana asifiwe sana. Na itakuja kutukia, mstari wa 8. Biblia inasema ya kwamba, for it shall come to pass in that day, says the Lord of hosts, that I will break his yoke from off thy neck, and will burst thy board, and strangers shall no more serve themselves of him. Bwana asifiwe sana. Mungu anasema ya kwamba siku hiyo itafika, asema Bwana wa majeshi, that I will break his yoke from off thy neck. Kwa hivyo kuna vitu na mizigo na mambo mengi sana ambayo inawekelewa watu ambao wameokoka. Shinda ambazo zinakuta hata wale ambao wameokoka, na Mungu anazijua. Yeye anasema ya kwamba atatuma sauti, na sauti itatetemesha mpaka hizo shida umewekelewa zote zitoweke. Na Biblia inasema ya kwamba wakati utafika, hizo minyoro, hizo yokes, hizo nira ambazo zimewekwa begani mwenyu, zote zitatolewa katika jina la Kristo Yesu, na mtakana maisha ya raha na maisha ya kumfurahisha Mungu katika jina la Kristo Yesu. Mstari wa 17, kuna matumaini. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako kuna matumaini. Kwa sababu Bwana akitumana minyororo yote ikatakatwe, kuna matumaini yetu kupata raha mara tena. Mstari wa 17 unasema ya kwamba, for I will restore health unto thee. Kwa hivyo wale ambao wamegojeka na ni wa kanisa hili, there is restoration. Bwana asifiwe. There is healing. Hata there is healing kwa Kenya, there is healing all over the world, there is healing, and in this pandemic hatutaisikia tena. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu atakatakata, atalete kishindo, na wote ambao ni maadui zetu watakimbishwa, na watakimbia na wataangamia, na hawatasimama tena. Biblia inasema mstari wa 17 ya kwamba, for I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds, says the Lord, because they called thee outcast. Hallelujah. Saying, this is the unit whom no man seek after. Hallelujah. Walikuwa nasema kanisa, waje kuingilia hapo sana.
kwa sababu kuna maadui walikuwa wanashekelea kanisa ikiwa imefungwa. Sasa waambiwa kwamba wale walisema ya kwamba imefungwa na haitafunguliwa, waambiwa imefunguliwa. Bwana asifiwe. Na haitafungwa tena, kwa sababu ni Bwana anajitetea. Ni Mungu mwenyewe atakuja kutuponya ili tukae na maisha ya uteua na tukae na maisha ya ushindi. Biblia inasema ya kwamba for I will restore health unto thee. Mungu ananenea kanisa ambalo lilikuwa limefungwa. Ananenea mwili wa Kristo ambao ulikuwa umeshindikana kabisa, na watu walikuwa wamesema ameashiriwa. Watu walisema wapi Mungu wa hao watu? Wapi huyu Mungu? Sasa amekuja kutuponya. Yeye amekuja kuturejesha. Amekuja kutuinua. Na wale walisema ya kwamba they are called an outcast, saying this is the union whom no man seeketh after. Bwana asifiwe sana. Maana Kiswahili nasema ya kwamba maana nitawarudishia afya. Kwa hivyo kuna watu walikuwa wamenyang'anywa afya. Hata oxygen watu walikuwa kinunua. Hata ukijifanyia calculation na unasikia oxygen vile iko expensive. Kutoka wakati ulipozaliwa mpaka wa leo hujawahi uzua, hujawahi letewa bill. Ukiletewa utaweza. Na Bwana na asifiwe, kwa sababu amesema ya kwamba atawarejeshea afya. Hakuna yeyote atakayegojeka katika jina la Kristo Yesu. Nami nitawaponya jeraha zako. Bwana asifiwe sana. Hata walio na majeraha, wale ambao wamejeruhiwa, Biblia inasema ya kwamba Mungu atawaponya majeraha zao zote, asema Bwana. Kwa sababu wamekuita, ndio walikuwa wamekuita, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema haleluya. Walikuwa nasema ya kwamba wewe umetupwa, wewe huna Mungu, Mungu wako hawezi, uliitwa, umeachiliwa. Bwana asifiwe sana. Naye Mungu amekuja kukuponya, Mungu amekuja kukuinua, na Mungu amekuja kukutenda mambo mazuri na maadui zako. Bwana asifiwe. Wasifurahi wakati uko chini, waambie kwamba Mungu wangu atakuja kuniangalia. Hata nikiwa pahali pangu pagiza, Mungu atakuja kunitembelea, na yeye atakuwa nuru yangu katika jina la Kristo Yesu. Nami jambo la kufurahisha ni ya kwamba Mungu atatuponya, Mungu ataturejesha, na Mungu atakuja kutembelea. Na wale ambao walisema ya kwamba tumetupwa, wajue ya kwamba sasa tumeamuka na mbele tunaendelea, na neno litaendelea. Haleluya. Mstari wa 22 na ni wa kumaliza. Unasema namna gani? Naye Mungu atakubali kuitwa Mungu wetu. Haleluya. Praise the name of the Lord. And you shall be my people, and I will be your God. Hallelujah. Nanyi, Biblia inasema na Kiswahili, nanyi mtakuwa nani? Watu wangu, nami nitakuwa Mungu wenu. Praise the name of the Lord. Si ni mzuri sana? And you shall be my people, and I will be your God. Nanyi mtakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wenyu. Mpeni Bwana makofi, kwa sababu Mungu wetu ni mwema. Biblia inasema ya kwamba wale wote ambao walishekelea wa Kristo, wale wote ambao walikucheka we mama, wale wote waliona ni siku ya Jumapili na uedi kanisani, uedi shirikani, Biblia inasema ya kwamba amekuja akakuponya, amekuja akakurejesha, na yeye amekubali kuitwa Mungu wako, na wewe umekuwa mtoto wake. Jina la Yesu na lisifiwe. Ningetaka kanisa tusimame ili tuweze kuomba, kwa sababu Mungu wetu ni mwema. Baraka za Mungu ni za milele na milele. Tuendelee kumtegemea, tuendelee kuliamini jina lake, naye Mungu ataendelea kutuinua na kututenda mambo mazuri katika jina la Kristo Yesu. Biblia inasema ya kwamba walifurahi wakati walipoingia nyumba la Bwana. Naye Biblia inasema ya kwamba naye atatupa grace ambayo itaturinda. Mimi ninaomba Roho wa Bwana awakirimie hiyo grace yake ambayo tunanena. Na tena naye amesema ya kwamba kukuponya atakuponya, yeye atakurejesha, atakupa chochote kilichopotea katika jina la Yesu. Na maadui wanaambiwa kwamba wasikuchekelee tena, kwa sababu walisema ya kwamba ulitupwa, ulisahaulika, lakini Baba amekutembelea. Baba amekuja kukuangalia, na akikuangalia watu wataanza kuulizana ni yeye ama sio yeye. Wewe utasema ni mimi, Mungu amenitembelea. Naye atakubali wewe uwe mtoto wake, naye awe Mungu wako katika jina la Kristo Yesu. Nataka kuomba na wale ambao wako kwa online, ili Mungu awaokoe na Mungu awasaidie. Biblia inasema ya kwamba jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwanae. Kwa hivyo ukilitia jina la Yesu, and the Bible says whoever shall call upon the name of Jesus, he shall be saved. Mimi ninataka wale wako kwa online na wajaokoka wainue mikono yao juu. Sema, Bwana Yesu,
nakuja mbele zako mimi nikiwa mwenye dhambi ili uniokoe. Asanti Yesu kwa sababu ya kuniokoa. Nimetubu dhambi na makosa, na kuanzia siku ya leo mimi nimepeana maisha yangu kwako. Yesu mwana wa Mungu, unisamehe na hata unisaidie. Sitatenda dhambi tena. Yesu mwana wa Mungu, umenihurumia. Nimeomba nikijua ya kwamba umeandika jina langu katika kitabu cha uzima, na ni katika jina la Kristo Bwana nimeomba na hata kuamini. Amen and amen. Wewe ambao umeokoka, nenda kwa ile kanisa ambayo inahubiri habari ya kweli. Sio lazima ukuje hapa. Pahali popote unaposikia neno la Mungu likihubiriwa na umeokoka, nenda ushuhudie na uwe ukishiriki pale. Na kama wewe ni wa karibu area hii, tunajulikana Bethel Victory Church hapa Kiti. Umekaribishwa kwa services zetu zote. Karibu na Mungu atakubariki sana katika jina la Yesu. Nataka tuombe kwa sababu ya taifa na kwa wale wote ambao wako na mahitaji mbalimbali, ili Mungu akutane na wao na Mungu awasaidie katika jina la walio ndani ya kanisa. Yeyote ambao wako na hitaji ainue mkono wake juu. Yeyote wako na hitaji la kibinafsi, hitaji lolote, Baba atamsikia. Hata wale wako kwa online, uko na mahitaji na wewe ni mgonjwa, Mungu atakutana na wewe katika jina la Kristo Bwana. Hebu na tuombe. Baba wetu wa mbinguni na Baba wa Mwokozi wetu Yesu Kristo, adhuhuri ya leo nasema ni asanti sana kwa sababu umetusikia. Biblia inasema ya kwamba ni wewe Bwana ambao unatuponya, ni wewe Baba ambao unarejesha, ni wewe Baba ambao wasikia dua za watu wako. Ninaomba kwa ajili ya taifa. Kwanza ninakushukuru kwa sababu ya makubwa ambayo umetutendea. Asante kwa sababu ya kanisa kurejea. Asante kwa sababu ya washirika umewarida. Wakati walikuwa mbali, Mungu wa mbinguni ulikuwa pamoja na wao. Wewe umesema ya kwamba utawarestore. Wewe umesema ya kwamba utarestore chochote kiliharibiwa katika jina la Kristo Bwana. Hata wale ambao wamegojeka utawaponya. Nami kama mtumishi wako natuma neno. Wale ambao wamegojeka wakiwa manyumbani, wamegojeka wakiwa mbali, wapokee afya, wapokee afya. Biblia inasema katika Psalms 107:20 ya kwamba ulituma neno, nalo neno likawakoboa, nao neno likawaponya. Baba wa mbinguni, waponye wale ambao wako ICU, wale wako wa mbinguni hospitalini, wale wako manyumbani, wale wako kwa oxygen, waponye sasa, waponye sasa katika jina la Yesu. Kwa kupigwa kwako tunapokea uponyaji. Sasa wapokee afya, wapokee afya. Vile hawangeweza kufanya wafanye katika jina la Kristo Bwana. Na wale wote ambao wameonewa na shetani na maradhi wakiwa kanisani, Mungu wa mbinguni wapokee afya, wapokee afya katika jina la Kristo Yesu. Uinuliwe na uimidiwe kwa sababu wewe ni Mungu. Baba, ni asante kwa sababu ya mashule yakifunguliwa. Tabariki barabara zetu, utalinda watu wako waondokapo waingiapo. Baraka na baraka za safari zitakuwa juu yao. Asante kwa sababu ya mvua, asante kwa sababu ya economy, asante kwa sababu ya kila kitu ambacho umetutendea. Hata viongozi wetu wabariki na hata uwatende mema. Nimeomba nikijua ya kwamba umesikia na hata umetenda, na ni katika jina la Kristo Bwana tumeomba na hata kuamini. Na kanisa tuseme amen. Na kanisa tuchangilie Bwana, tumpigie makofi kwa sababu ni Mungu wetu katika jina la Yesu. Ningesema Mungu awabariki. Na nyinyi ambao mnasikiza mkiwa kwa online, karibuni hata kwa ibada zetu kuanzia saa 3 mpaka saa 7, na Mungu atakuwa akiwabariki katika jina la. Na katikati ya wiki tunakuwa na maombezi kuanzia 6 mpaka 7, na Mungu atawabariki wakati mnapo karibu, in Jesus mighty name. May God bless you. May God do you good in Jesus mighty name. Till we meet again, same place, same time, in Jesus mighty name. Shalom, shalom, and God bless you. Lord, I said